Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Jamii kwa karibu na kisima cha mafanikio katika kuandaa miongozo, mafunzo, taaluma na mfumo wa urasimishaji wa serikali wote nchini na waandaji wa matukio. Kwa hiyo hawa sasa itakuwa rahisi kueleza ili mafanikio wafanye nini, maarifa wanayo wao, sababu ni ujuzi wao. Na ndio kazi ambao wanaifanya kila siku. La pili, ofisi ya Rais TAMISEMI ihakikishe kwamba washereheshaji waliorasimishwa wapewe nafasi za kushiriki katika matukio ya halmashauri, wilaya, mikoa na maeneo mengine kama viongozi wanaweza kusimamia shughuli za serikali za mitaa na wapatiwe elimu ya kutambua mchango wa sekta hii hao TAMISEMI kule kwenye halmashauri. Hao wote ambao ni halmashauri zetu. Sasa halmashauri inapataje shida kupata mshereheshaji mwongozo sheria wakati kila kitu kiko hapo? Halmashauri inaposaje mtu wa kuandaa matukio yenye ueledi ya yeye kuangalia itifaki, anakuja kiongozi gani, aandae vipi? Wakati mmoja kule bado mnaangaika nyewe wakuu idara wanakuja angaika hapo wanagombana kisha nyingo lete mtumaji. Si kazi yetu. Hii ni kazi, ni taaluma ya watu. Tatu, kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia VETA na BASATA, andaeni kozi maalum kwa ajili ya mafunzo ya ushereheshaji na upangaji wa matukio ili vijana wapate stadi za taaluma na vyeti vinavyotambulika rasmi. Aidha, serikali inaendelea kuhimiza matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Na hapa nitoe rai kwa wafawidhi wote wa matukio kutumia mitandao kama jukwaa la kuelimisha na si la kudhalilisha au kupotosha jamii. Tuendelee kulinda tunu za taifa letu kwa kuzingatia maadili ya Tanzania katika kila jukwaa na kwenye kila shughuli zetu. Tumeshuhudia na kuona baadhi ya matukio yaliyoandaliwa na kupangwa chini ya viwango na mwishowe kushusha hadhi ya tukio ama kumshushia hadhi kiongozi wa taifa kwa ujumla. Kwa mfano, kukosa weledi katika kuandaa jukwaa, vipaza sauti na taratibu za itifaki kwa ujumla. Pamoja na juhudi hizi, tunakabiliwa na changamoto kadhaa katika sekta yetu, ikiwemo kutokuwepo kwa sera ama mwongozo rasmi wa kitaifa unayoitambua sekta ya ushereheshaji na upangaji wa matukio kama nyanja rasmi ya ajira na uchumi, na hivyo kujikuta tukiitwa ni wasema chochote, wabwatukaji, na majina haya kuwa sababu ya kutoelewa umuhimu na kusahaulika kwenye matukio mbalimbali ya kijamii na kiserikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mshereheshaji mmoja anakutana na watu zaidi ya 1000 kwa wiki katika matukio mawili tofauti, yaani muda wa kazi na baada ya muda wa kazi. Kwa hiyo mshereheshaji huyu ana uwezo wa kukutana na watu zaidi ya 4000 kwa mwezi. Naomba niseme kwamba wale wanaosema kwamba MC ni msema chochote, naomba wajue kuanzia sasa kuongoza sherehe ni fani. Sio kila mmoja anayezungumza anaweza kuzungumza mbele za watu. Kwa hiyo MC ambaye anazungumza mbele ya watu, yule ni muongoza matukio ya sherehe. Kwa hiyo sio msema chochote. Msema chochote ni mtu ambaye anaenda bila ratiba. Anakaa tu anaanza kusema hiki, anasema kile bila mpangilio. Lakini sisi kama waendesha sherehe tunaenda na ratiba, tunaongozwa na mwongozo ambao tukio inategemea na tukio gani ambalo unaliongoza, na kila matukio lazima yawe na ratiba. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.